Naitwa Mtitu maarufu. Unazungumzaje hicho ambacho kimetokea katika mkutano huu? Wamekivuruga mwenyekiti wa kikao baada ya kusoma mwanasheria taarifa zile za mabadiliko. Ilitakiwa sisi tuulizwe kama wanachama vipengele ambavyo vimezungumzwa. Kwa mfano kwenye swala la kampuni mbili zinafutwa, inabaki kampuni moja. Je, mnasemaje? Mlikubali sisi tumpe go ahead? Lakini yeye baada ya kusoma yule mwanasheria anasema njoo tuombe dua, kikao kimekwisha. Maana yake nini? Halafu la pili, pale mwanasheria amesema kwamba katika mabadiliko ambayo wanayo, wamesema kwamba kiongozi mwenyekiti awe mwenyekiti wa vikao vyote. Sawa. Je, awe mwenyekiti wa vikao vipi? Vya klabu, yani vya wanachama, au vikao vya bodi? Mustakabali wa hili mzee wangu ni nini hasa? Kitu ambacho unakiona mwenyekiti amevuruga. Hatujapitisha sisi. Hii hatujapitisha. Kwa sababu mwenyekiti hakutuuliza wanachama kuhusu zile ajenda zilizosomwa na mwanasheria katika hayo mabadiliko. Hatujapitisha, hata baraza waelewe hivyo. Hatujapitisha. Asante sana mzee wangu. Habari? Mimi naitwa Salum Kala, mwanachama na kala yangu 711. Kwani mkutano wa leo ni wa kihuni. Haujawahi kuonekana mkutano mbovu. Mimi nina miaka karibu 10 katika Simba, miaka 25, hasa na sasa na miaka 55. Lakini mkutano mbovu kama hakuna. Mustakabali wa hili ni nini hasa? Maana yake tunaomba serikali tusaidie. Ndani ya klabu ya Simba imeingia wauni. Kwa sababu watu tumetulia, walikuwa katiba tuletee, sisi tuipitishe. Tulikuwa tuko lazima kupitisha katiba yetu, mchakato uende kwa haraka. Maana yake inaonekana viongozi wa Simba huu mchakato hautaki, utakuja kuwaumiza. Unaelewa? Sisi tumekubali mwenyekiti wa wanachama awe mwenyekiti wa bodi. Maana yake Mangungu muda wake unaisha, na tusemwambia mwaka huu asichukue fomu tena. Sawa, tugombani. Maana yake tungepata mwenyekiti wa bodi bora wa kukaa pale, tulomchagua sio wanachama, akaiongoza kwa. Sisi tunataka maendeleo ya mbele. Lakini huu tumeletewa sisi wanachama wa Simba kama watu tumekuja kupata ubwabwa. Watu tuna kazi zetu. Unalipi la kushauri ama nini? Simba serikali isaidie. Na nchi inataka amani. Sawa. Naomba serikali ifanye kwa haraka, isaidie. Mbona hali mbaya itakuja katika mpira wetu? Asante sana. Haki Simba hii ikilebanya kikibaya katika uwanja wa mpira, wanachama wa Simba akiingia uwanjani, amani itapotea. Asante sana. Mzee wangu, habari za wakati? Habari za saa nzuri. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Sijambo, asiyo. Mimi ninashukuru Mungu sijambo. Mzee wangu, mkutano umemalizika, lakini hali ya kushangaza ni kumalizika kwa mkutano huku kikiwa hakuna malengo ama hatima kile ambacho kilikuwa kinajadiliwa. Nini ambacho nakizungumzia kwenye hili? Kwa kweli ninachokizungumza, sijawahi kuhudhuria mkutano wa Simba kwa umri wangu huu huko nilikotokea, mkutano ulioendeshwa mimi nasema umeendeshwa kwa kihuni. Unajua? Hapa ukimuuliza mwana Simba yoyote waliyefika hapa leo, hawezi kukuambia kwamba mkutano huu hapa tumepitisha jambo fulani, tumefanya fulani. Sisi tulikuwa tumejitolea leo, tumeacha shughuli zetu leo Jumapili pengine zingine za kijamii kuja kwenye mkutano, kuja kuweka Simba yetu. Lakini hapa mpaka sasa hivi unaweza kusema hatujajua mustakabali wa mchakato wa wa mabadiliko, wala hatujajua, yani kifupi hata tuchojia hapa si mpaka hatujajua kitu gani. Hata kitu kimoja hatujapitisha. Yani mkutano baada sisi tukae tujadili, tuseme sasa hapa kipengele hiki kiondolewe, kipengele hiki kiwekwe, huyu afanye hivyo. Mkutano umefungwa. Yani kihuni tu inachukuliwa kihuni. Yani bwana Mangungu anaifanya timu kama vile ya kwake kutokana na nyumbani kwake. Hii ni timu ya wanachama, hii ni mali ya wanachama. Unafikiri sababu hasa mpaka tunafikia huku hasa ni nini? Kufikia huku, yani watu wameamua tu kufanya mambo ya kunia. Kwa hiyo sijui usiseme Simba sisi ni wapole sana, sijui wanatuchukuliaje, yani hata sielewi wanachokifanya. Yani hata sijui nizungumze kitu gani. Kwa kweli nimejawa na uchungu sana. Yani hapa tumekaa sasa tujadili katiba iko hivi, kipengele hiki kiko hivi, sijui namna gani. Hakuna hata kilichojadiliwa hapo chochote kile. Yani wewe mtoleo tu maelezo na nini, ambaye basi mkutano umeisha. Hata unaona watu wanalalamika hivi, sio kama wanalalamika kama namna gani. Sisi tunaomba serikali kupitia Wizara ya Michezo na Baraza la Michezo pamoja na wizara wajue tumekuja kwenye mkutano wa Simba, hatujapitisha kitu chochote. Tunarudi kama tulivyokuja. Hilo walijue. Nashukuru bwana Makonda, yeye ndio waziri wa michezo na msaidizi wake alikuja hapa bwana FA. Hao watu wasaidie. Hali hii kila mtu ameiona, hata habari uko nasikiliza wanaiona. Sisi hapa tumekuja leo, tumekuja tu kushangaa huko tunaondoka. Hakuna tulichopitisha. Mzangu nikushukuru sana bwana. Mzangu nataka kuchangia chochote kuhusiana na hili? Mimi nataka nichangie. Unaitwa nani mzangu? Mimi naitwa Selemani Kibwana Makumbalo. Kadi namba 01356.
Mzee wangu, mkutano umemalizika, lakini issue ni kwamba kile ambacho kilikuwa kinajadiliwa kwa ajili ya kufanyia marekebisho hamkujadili. Unafikiri hasa sababu hasa ni nini? Sababu sisi tu wanatufanya sisi wanachama hatujitambui, na ndio maana hawa kwenye mikutano yao wanatupeleka kwa sababu kulikuwa na hoja wanaletewa, lakini wanaambia hoja hiyo isha ibindi kwa tuzungumzie swala, lakini zile hoja za kimsingi za wanachama kuzitaka kuzungumzia wao walikuwa wanazikataa. Sasa tutafika wapi? Kila siku wanatuona sisi hatujitambui, mbona wenzetu wengine wanaendelea katika mambo yao? Sasa sisi tuchachoka, matokeo yake tutakuja kufanyisha katika ukumbi mwingine ianzishe vurugu isokuwa ina msingi, na wakati wanachama wa Simba ni watulivu na wapenda amani, ila wao wanalazimisha kwamba sisi katika ile amani yetu tujiondoe. Sasa kweli tutafanya nini? Waangalia mkutano ulivyoisha. Sumeisha kiuni mkutano sumeisha kiuni. Baada ya kumaliza kusoma nini kaja pale bwana nyanyukeni nini, kumaliza kunyanyuka mkutano umeisha. Hakuna hoja gani zilizozungumziwa pale. Ili mustakabali wake ni nini hasa, ndugu ya mzee wangu, au nini ambacho unashauri kwa viongozi waliopo? Unajua hawa wenzetu washakuwa katika grupu lao, sasa sisi wanatuendesha tu, wakiamua wao wanajua kwamba sisi tutakubali, wanatuendesha. Kiza sasa hivi Simba tumeshachangamka. Simba sasa hivi hakuna kitu kile cha miaka ya nyuma, sasa hivi watu wajanja. Unapofanya sivyo watu wanajua kabisa nyinyi ndio unafanya sivyo. Kwanza ukichukulia mifano toka tuingie katika uongozi huu, hakuna hata mwaka mmoja wanachama wa Simba aliyefurahi katika uongozi wetu. Wote tunakasirika. Nakushukuru sana mzee wangu. Kila la heri. Madam. Shikamoo. Uko vizuri? Salama. Madam, habari? Subiri kidogo. Subiri tutoke hapo nje. Okay. Ndio. Safi kabisa, hongereni kwa mkutano wa leo. Asante, hongera na wewe pia. Subiri tutoke kwa hapa nje. Okay. Na mkutano unaje ulivyokwenda hivi? Shikamoo. Salama. Subirini kidogo basi tutoke hapo nje tufanye mahojiano. Asante. Hongereni sana. Hongera na wewe pia. Mmefanya mkutano na kusema ukweli mahudhurio yamekuwa ni mazuri. Sisi wanahabari tumefurahia kilichofanyika. Ni kweli Juma. Yes, na watu wa Tanzania hasa wanasimba wanasubiri kauli baada ya watu kukinzana katika mkutano wa leo. Hiyo ndo Simba. Hiyo ndo Simba. Yeah. Manake nini? Asanteni sana. Manake nini? Sema si ndo Simba. Asanteni sana. Maana ni kubwa sana kuliko klabu nyingine. Klabu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Asante. Ndio manake ndo. Asante. Hawezi kuongea. Unaniangalia? Nanchi Digital, huyo ni ofisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba ama CEO Zubeda Sakuru akiwa anaondoka hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee ambako kulikuwa kunafanyika mkutano mkuu wa mwaka wa klabu ya Simba ambao ulikuwa unafanyika hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee Dar es Salaam, ambako miongoni mwa baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa ni kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika mkutano huu mkuu wa Simba ambao umeshindwa kumalizika kama ambavyo wengi walikuwa wanahitaji, especially ilipofikia hatua ya kujadili mabadiliko ya katiba ambayo yalikuwa yanahitajika kufanyika. Ndivyo anavyoondoka hivyo hapa katika ukumbi huu wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam baada ya kumalizika mkutano huu wa Simba wa mwaka 2025.